ndiye mwenyeji wetu huku Zanzibar. Asalamu alaykum. Salamu bwana, mambo? Kwema kabisa. Bwana fresh. Chungo kinapanda. Bwana sisi ndio wenyewe tena. Sisi ndio jambo letu hili. Kwa hiyo hii ndio mamufti wenyewe bwana. Bwana. Bwana nimefurahi tena kufika Zanzibari. Visiwa vya marashi ya karafuu. Bwana nawashukuru sana na nanyi pia niwapongeze hapa, mko vizuri kweli kweli. Mnafanya kazi kubwa sana. Mungu awabariki na muendelee kwa hivyo pia. Hongereni sana. Asante sana. ZFF mmepokeaje mchezo huu mkubwa wa dabi ya Kariakoo? Si mara ya kwanza Zanzibar kuhodhi michezo ya dabi, lakini mara ya kwanza kuhodhi mchezo wa dabi kutoka kwenye ligi kuu ya NBC. Huku umeupokeaje mchezo mkubwa kama huu? Ya, ni kweli kwa mchezo wa dabi ya NBC Premier League hii ni mara ya kwanza. Maana yake ni kwamba unakwenda kuandika historia katika viwanja hivi vya New Amani Complex. Kwa hiyo ilipokuja hii taarifa kwamba mchezo wa dabi unaombwa kuja kufanyika hapa, walioleta maombi Young Africans kama wenyeji, sisi tukaipokea kwa mikono miwili. Tukasema kwamba hii ni fursa kwa sababu unakwenda kutoa nafasi kwetu sisi pia kama shirikisho kuona ni kwa namna gani tuna dabi inaandaliwa vipi, inasimamiwa vipi na mambo mengine. Kuna ya kujifunza kuelekea mchezo wa namna hii, kwa sababu huu ni mchezo ambao umeteka hisia za Watanzania na ndio mchezo mkubwa pekee kwa Tanzania katika ligi ya Tanzania, na hata manake tumehost michezo mikubwa mbalimbali, Champions League, Confederation na kadhalika, lakini uzito wake huwezi ukapima na dabi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo ndio mchezo ambao ni mkubwa zaidi, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo hata maandalizi yake, usimamizi wake unakuwa ni tofauti kidogo. Kwa hiyo lazima tuone ni kwa namna gani mchezo wa namna hii unasimamiwa vipi na mambo yanakwendaje. Ndio maana tupo katika sehemu ya operations, kuna ya kujifunza sisi kama shirikisho, lakini vile vile kuna fursa nyingine mbalimbali. Leo hii mji Zanzibar umechangamka huu. Watu wanafanya biashara, hoteli zimejaa, watu wanaingiza fedha, kiuchumi watu wanafaidika pia. Lakini hata ukienda katika swala zima la kuitangaza nchi. Leo ukanda huu Afrika Mashariki na Kati yote, macho masikio, hata waandishi wako hapa. Yote wote wako hapa. Zanzibar, New Amani Complex. Maana yake bado tunaendelea kupata faida ya uwepo wa mchezo hapa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ni jambo jema, tunasema walioamua kuja kuchagua New Amani Complex kuleta huu mchezo wamefanya jambo jema, na sisi tunasema shukrani kwa hilo, na hata wakati mwingine pia itakapokuja na mwingine akisema bwana sisi tunapeleka mchezo Zanzibar, si hatuna tatizo. Uwanja upo na hauna mashaka ya aina yoyote. Yote anayohitaji sisi tunabariki katika hilo. Ukifuata taratibu basi anaweza akatumia mtu yoyote. Kama shirikisho mnawezaje kuovercome hizi pressure? Kwa mfano kama jana zile pressure za dabi, Simba wanataka hivi, Yanga wanataka hivi, vurugu mechi za hapa na pale. Kama shirikisho mmewezaje kuovercome zile changamoto na sasa hivi hali imekaa sawa sawa? Bahati nzuri sehemu kubwa ya operations na usimamizi ipo bodi ya ligi ya Tanzania bara. Maana yake ni kwamba kwanza wanajuana, hivi vilabu Simba Yanga wanavijua wenyewe na pressure zao wanavijua wenyewe. Kwa hiyo linapokuja swala katika mazingira kama hayo, na kwa kuwa wenyewe wapo wenye mchezo wenyewe, basi tunaacha kwanza wamalizane, kwa sababu wanajuana wenyewe, wamalizane. Maana yake vitu vingine sisi vinakuwa havituhusu. Sisi tunashiriki sehemu ambayo inatuhusu, lakini eneo ambalo mimi naona hapa halinihusu na wahusika wenyewe wapo, basi tunaachia wenyewe waweze kulikabili. Maeneo ambayo sisi kama shirikisho tunatakiwa tuoneshe ushiriki wetu, basi tunafanya hivyo. Lakini katika maeneo mengine yeye mnajua wanajuana wenyewe hawa. Kura na doto ya. Kwa hiyo hizo kashikashi hizo wakati mwingine wewe angalie tu wanamalizana wenyewe hawa. Mimi nikushukuru sana. Mimi nakushukuru pia. Mohamed Kabwanga, afisa habari wa shirikisho la kandanda Zanzibar, anamaliza hivyo, na nikukumbushe mchezo ni leo hapa katika uwanja wa Amani saa 2:15 usiku, na sisi tutakuwa hapa kukuletea hizo habari zote ambazo zinahusu mchezo huo mpaka kutamatika kwa mchezo usiku. Mimi naitwa Jado, nipo na Asha Kaboga, endelea kufuatilia Ava TV.